Walamma amara Allahu almu'minina bitazwiji, na wakati Allah alipoamrisha waumini kuoa au kuwaozesha alayama, hao wasio na waume na wake, amara alayim, sasa anakuja kuamrisha huyo asiye na mke au mume, an yastaifa, ajikinge na zinaa, idha lam yajid, pale atakapokuwa hana ma yatazawwaju bihi, ile cha kuweza kuoa yeye hanacho, basi ajihifadhi na kutokuja. Anasema walamma kanat alunusa, kwa vile imekuwa kutokuwa na ndoa au kutokuwa na mke au kutokuwa na mume, sababan, hiyo ni sababu mojawapo, min asbabi intishari zina, miongoni mwa sababu za kuenea zina, kwamba mtu akiwa hana mke basi ni sababu moja hiyo ya kwenda kufanya zina, na mwanamke akiwa hana mume, hiyo ni sababu mojawapo ya kwenda kwenye zina. Sasa kwa sababu hiyo ni ya kupeleka kwenye zina, ndio maana amara Allahu biihanati alayama, Allah ameamrisha wasaidiwe hawa wasio na ndoa, ala nikahi, waingie kwenye ndoa. Ndio maana ilikuwa wenzetu wakitekeleza jambo. Wewe kama ni baba leo, si tumegeuza kila kitu. Ilikuwa ukiwa na mtoto wako akifikia tu, basi ulitakiwa wewe ndio umwambie, mwanangu, sasa wanasema mke wa mwanzo ni wajibu wa mzee kumuozesha, umchukue umpeleke kwenye kwa mwanamke ambaye ni sahihi kabisa kwake, umuozeshe, umwambie, mwanangu, ushafikia, twende ukaoe. Lakini sisi leo hatuambii, watuambia wao. Anakuja mzee, bwana mimi nitamwambia, hujajipanga wewe bado, wamkatalia, hata simu huna wewe ya kubwa, wamkatalia. Kumbe ilikuwa wewe ndio uanze kumwambia kabla ya yeye. Waanza kumwambia, mimi kama unataka kuoa kweli mpaka niletee milioni 2 hapa, ndio utajua kama kweli unataka kuoa. Wewe wasubiri wewe atakaendea kazini, alafu uje uletewe mtoto wako. Walipoona kwenda, wazee walikuwa wakifanya hivyo. Mtu anachukuliwa na bado katembea, wala wengine walikuwa hawaambii ndio kaoe. Wenzetu safari huku anaambiwa vaa hivi na hivi, akifika kwamba bwana tumekuja kuoa. Wametuhadithia wazee wetu wamefanyishwa hivyo. Lakini leo tunakwenda kiuzungu tupo kwamba kila kitu mtu ana uhuru wake mwenyewe, kila kitu mwenyewe, tupo mwenyewe. Sheria inaruhusu mtoto ambaye hajaolewa au hajaoa, baba ana mamlaka ya kumwoa. Okay, ni baba hata kama hata madhali baba mwenyewe ni mwenye akili timamu, si yule aliyoharibikiwa na akili. Ndio maana hata ukisoma historia, mfano baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena walikuwa ni majahili kipindi hicho. Baada ya yule mzee Abdul Muttalib kuweka nadhiri yake ya kuwa atachinja mtoto, na ikawa mtoto mwenyewe kumbe wa kuchinjwa ni Abdullahi, aliposalimika kule, tuko pamoja yule bwana hakuchagua yeye kuoa, ni baba mtu alimpitisha kwa mwanamke mzuri kwenda kuoa, Mama Amina. Tuko pamoja ni baba mtu kampitisha pale kwamba mwanangu ushafikia, na hasa kutokana na kitendo, basi kenda kumpa. Wala hajamwambia bwana utanichaguliaje wewe bwana mzee, noma sana bwana, au sio? Hivyo. Lakini achana na hao, wako waliolazimisha. Huyu Salim kama sikosei, Salim bin Umar kama sikosei, Salim au Abdallah, nimesahau mmoja katika watoto sana Umar. Yule binti Ba'iat al-Labani, kama kumbuka kile kisa cha yule mwanamke muuza maziwa aliyekuwa alfajiri alazimishwa na mama yake akachanganye maziwa na maji. Yule mdada yule Mtume nani Umar zama hizo alikuwa ndio khalifa, anafanya patrol mitaani usiku, anasikia mtu anamlazimisha mwanawe kwenda kuchanganya maziwa na maji. Ndio kuna kucha huko, kafanya haraka. Mtoto anamdinda, sema mama, haiwezekani bwana, Allah kakataza. Asema tunakula wapi sisi, lakini hata amiri kakataza. Amiri atuona wapi sio kwa aliko, kumbe yuko asikia.
Mtoto kakataa katu. Sayyidina Umar akajua huyu mtoto mashallah. Alipotoka pale alikwenda kwa wanawe akaambia, jamani, nataka mmoja wenu akamuoe fulani. Tuko pamoja? Anafanyaje sasa? Walisita kidogo. Mtoto wa muuza maziwa tena, wakati wao ni watoto wa rais. Tuko pamoja? Wao ni watoto wa nani? Wa rais, kwa sababu kipindi hicho Umar radhiallahu ndio alikuwa khalifa. Wakamuoe mtoto wa muuza maziwa, tena maziwa yenyewe chakula ili kipande wachanganye na maji kidogo yawe mengi kidogo. Wakasita akaambia, sikilizeni. Tena akawa mkali, kama nyinyi mtaki na kwenda kuoa mwenyewe. Ndio akaoa yule Salim kama sisi. Tupo analazimisha, anayo mamlaka hayo. Kwa hiyo ni wewe unapaswa umpe mke mzuri mwanao, umpe mume mzuri mwanao. Lakini waleo hawakubali kupewa, wataka wachague wenyewe. Na idhini ile si kwenda kuchukua idhini, ni ile inaitwa ni ridhaa. Sisi tumebadilisha, na hata anapoozesha haitamkwi kwamba nakuozesha kwa idhini yake. Inaosema hivyo, inasema hivi, na kuozesha fulani kwa idhini yangu. Maanake idhini ni ya wali, sio yeye, na kwa ridhaa yake. Tupo ni kwamba naye kafanyaje? Aridhia. Sasa wazamani madhali wazee wameridhia, na hata kama alikuwa hakuridhia anafanyaje? Isharidhia na yeye. Kwa inasemwa kwamba nakuozesha fulani kwa idhini yangu. Yeye hatoi idhini, yeye si mwenye idhini. Tuko pamoja na ridhaa yake. Kwa hiyo ukikuta watu tukachukua kwamba tukachukua idhini, huyo labda naye hajui uzuri, aseme tukachukue nini? Ridhaa. Tupo na kule watakapokwenda, kama hakuwa na ridhaa, mfano, si ndio? Wakati mzee ndio baba, lakini tufahamiane, mwenye uwezo wa sheria wa kulazimisha ni baba peke yake, si walii mwingine, sio kaka wala ami na wengine. Baba, walii baba, sheria inamlazimisha yeye kwa mtu ambaye hajaoa hajaolewa, yeye anaweza kumlazimisha na sheria inakubali. Lakini huyo mzee mwenyewe ana akili timamu manake sio mzee tu mlevi kenda kutafuta mlevi mwenziwe anamlazimisha vipi amwozeshe. Lakini mzee kawaida ambaye akili yake utimamu hawezi kumtafutia mwanawe mke ambaye ni nani, hawezi kabisa. Lakini yeye mtoto aweza jiona yuko sawa, akajua na akili, kumbe akaingia, wanasema Waswahili leo, choo cha kike. Na haya tunayashuhudia leo, yeshawapata wengi sana. Mimi kuna siku nipo kwenye ofisini kwetu jumuiya, kaja mwanadada pale tupo, alipokuja kazungumza na mmoja wetu pembeni hivi, kamwita, alafu akamleta ndani, akamwambia ustazi, akaniletea mie, hebu ustazi msikilize huyo dada. Nikamsikiliza. Vipi? Ananambia, bana, nina kesi, nimekuja hapa mnisaidie. Kaja jumuiya asaidie. Haya, kesi gani? Mume wangu hanishughulikii, halafu kila siku anitwanga vichwa na mateke na ngumi, yaani ananipiga kweli kweli. Tuko pamoja? Halafu hanishughulikii chochote. Hivi sasa hivi keshanitelekeza kabisa. Sasa nimekuja nikamuuliza, sasa wewe, nikamwambia kisheria hukupaswa kuja kwetu. Wewe kisheria, nikamuuliza, huna baba wewe?
baba naye. Nikaambia ulipaswa uende ukashtaki yeye, huyo mume hana wazee. Wazee kwa sababu yeye si ni mtu wa upande wa pili huko kwa baba zetu huko utakujua au sitaje kwa baba zetu, baba ni kwetu, tuko pamoja Akanambia wazee wake hawapo hapa. Haya, we hiyo kesi kwa baba yako ushapeleka? Kwa sababu hii kesi nikaambia hukupaswa kuileta hapa, ulipaswa uipeleke kwa wali. Allah anasema fabaathu hakama min ahlihi wa hakama, baba yako ndio atawatafuta wazee wake. Anambia baba, sitaki na unatafuta kumwenda, sije kumwambia hata hayajui haya. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia kwa sababu nilipotaka kuolewa yeye hakutaka. Akanambia mwanangu, mimi nawajua hao sio. Kwa hiyo alinishauri sana kwamba nisiolewe. Nikamuuliza sasa kuozeshana, akanambia kaniozesha yeye baba. Hadi alikataa, lakini ikabidi yeye baba mwenyewe ilibidi baba afanyeje? Nikamwambia sasa una baba mzuri sana, mbona baba yako alikataa kwa sababu alikwambia mume vipi siye, lakini pamoja na kwamba sio umeng'ang'ana kwa baba wengine atakwambia utatafuta wa kukuozesha, lakini yeye pia pamoja akaamua kukuozesha, ndio wayaona sasa. Kwa sasa imemkuta shida kwenda kwa mzazi, kwenda kwa baba yake, anaona nini shida? Walikuwa mashirikiano wewe na mama yake, na baba na mama wamefanyaje? Wametengana. Mimi nikamwambia kesi hii nenda kwa baba yako. Hapa ubaya gani? Ni ule ushauri wa nani? Yeye alijiona kwamba yeye ndiyo ana maamuzi mazuri, achague atakaye yeye, si ndio? Baba yeye anamwambia wewe hafai. Kaja kuona sasa, anakuja kujuta, anaona kumbe yule baba alikuwa na akili timamu. Na haya ndio yanawakuta wengi wanaokuwa wana mambo kama hayo, kwamba wao wazee wanaona kwamba huyu mke hafai au huyu mume hafai, yeye ndio ataka ule uhuru wa kujichagulia yeye. Matokeo yake yanawakuta kama haya. Kwa hiyo mzee ndiyo kisheria ana mamlaka ya kukupa mke, ana mamlaka ya kukupa mume. Tupo pamoja jamani? Walikuwa na hata wenye wanawake na wao, jambo si ajabu leo inaonekana kama aibu. Lakini si kutafuta tu mke yoyote, ni mke au mume aliyekuwa ana maadili na ni mzuri, ajua sheria. Ndio maana hata kuna kile kisa maarufu nacho cha yule jamaa aliyekula sijui tufaa. Mwakumbuka hicho kisa cha tolewa sana? Alikwenda akashikwa na njaa, akakuta tufaa, kalila. Baada ya kula akauliza, akajua auliza mwenyewe, akafahamishwa mpaka kwenda kuomba samahani. Mpaka alipofika kwa mwenye ambaye nimekula tunda lako, naomba unisamehe. Nakumbuka hicho kisa Wali yule msamaha utafikiri tatizo nini? Ni waankihul ayyama tu. Ndicho tukataka leo bwana. Atakamuozesha nani? Lakini atamuoaje huyo? Kwa kumsamehe tu? Ile yote ni mkakati wa kumzuia kile kizingiti atakaa kijengee kisitoke. Maana anaona wewe unampata mwanamume gani aliyekula tufaa huko la hajaonekana, halafu afunge safari atoke mfano fuoni mpaka huku ati hajaomba samahani. Hujui huyo mcha Mungu huyo? Hebu kawaida shaka wewe inakujia ukombe samahani tena mpaka kesha kwenda ambwa sikusamehe. Wewe kushakwenda ndio ambwa sikusamehe. Si wageuza ambia shauri yako mzee. Noma tu, simsamehe shauri yako mwenye mnoko tu. Si basi. Lakini bado kang'ang'ana mpaka kwa masharti, mimi na mwanangu muoe labda ndio nitakusamehe. Huyo mwanangu kipofu, kiziwi, bubu, sijui kiwete, kila sifa mbaya akampa. Shekhe wewe wakubali hapo? Ukubali ati upate nini? Samahani. Upewe mke wa kama huyo ili samahani. Samahani atofaambia meka hujanisamesha huyo. Lakini kumuona kwamba bado ang'ang'ana, huyu anajua kwamba huyu ni nani? Salihina. Wajua huyu mwanangu anaye na yeye mwanawe ni salihati, anajua hapa pea inaoana. Kumbe kwenda kuoana wala si kiziwi wala si bubu wala si mzigo mzuri.
Hii yote ndio ile wa ankihul ayyama, kwamba ukiwa na binti yako pia si aibu kumtafutia nani? Mume. Saidna Umar radhiallahu anhu alipo mama Hafsa alipokuwa mjane, alitembea kwa sahaba wenzake karibu wengi. Alikwenda kwa Abu Bakari akamwambia, Bakari bwana, mwanangu Hafsa hana mume. Hajamwambia njoo muoe, hana mume. Maana yake nini hapo? Wewe una akili zako? Anamtafutia waume wa kwenda kumsitiri. Abu Bakari hajajibu chochote. Kenda kwa Sayyidina Ali akamwambia, mimi sijataka kuoa. Kenda sijui kwa Uthmani, sijataka kuoa mimi. Akasirika mpaka Omar limemkasirisha, na Abu Bakar ndo kamkasirisha zaidi bana, angalia hata kumjibu hakumjibu. Kenda mpaka ukamtume kenda kushtaki, Rasulullah, mwanangu Hafsa hana mume, nimekwenda kwa fulani wanaambia si awe haja tayari kuoa, na huyo rafiki yako mkubwa huyo yeye ndio atakunijibu, hajanijibu. Tume akamwambia, sikiliza, binti yako ataolewa na mtu bora kuliko na kuliko na Ali kuliko mwingine. Kumbe mwenyewe ndo anabeba huo mzigo. Upo Abu Bakari alipoweza sema sawa, mimi sikukujibu kwa sababu nilikuwa mimi najua mtume alishanambia kwamba anakuja kuchukua mzigo, lakini aliniambia niache siri. Sasa ningekwambia nikujibu vipi sasa mimi? Nikujibu mimi kuwa tayari kuoa? Au nikwambia mzigo mtume wakati mtume kanambia nifanye siri? Ndio maana mimi nimeacha kuwa ni siri. Tuko pamoja Yote hii ni kwamba ile wankihul ayama, watu wanatafutia nini? Wanawatafutia ndoa watoto wao ambao hawana nini? Hawana ndoa. Lakini ndio hivyo, tuzingatie kuwa na mume mzuri, sio kwamba uzingatie tu apate mume au uzingatie tu apate mke tu. Ndio maana katika zama hizo ilikuwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata watu wakiwa na watoto wao wanaume wamepinda kidogo, basi wakenda kueleza keza Mtume, ya Rasulullah, mwanangu kapinda, mwanangu hanisikilizi, mwanangu hivi hasikiliza mwanizi wala mteka maji hivi na hivi, haambiliki. Anamwambia vipi? Sio mpeleke kwa ustadhi akafanyiwe dua na kombe. Anaambiwa mtafutie nini? Mpe mke. Shekhe apewa mke, lakini aliyekuwa mwanamke, aliyekuwa ni mwanamke kweli mwenye akili timamu. Shekhe sasa anaambilika, apigishwa pushapu, naambiwa inama chini hapo, ainama kwa maskhara wewe. Hakai nyumbani, sio ingia sana za usiku. Sasa hivi na seruni yake saa moja yumo ndani. Lakini kwa sababu mwanamke wenyewe na yeye ni nani? Anaelewa. Kwa kwetu wewe shehe, si wa kucheza bao, utakwenda kucheza bao kwa lazima. Maana yake wajua uko kushatukanwa sana kila siku, maneno ukenda maneno hayeshi, tupo pamoja matusi. Basi na watafuta bao kacheze bwana. Wasafiri 1 2 3, sema mtaji huu shekhe hapo na kula nyumba yako hiyo. Hapo nalala. Waomba watu wasimalize, yani wacheshe pale. Wakikwambia bana tukalala tuweze tu bana, basi tukapumzike hivyo, unagamu wewe. Aibu. Sasa hapo shekhe, hapo hakuna kutengenea. Ukimpa mtoto wako kama huyo, ndio atazidi kupinda. Wanatengenea. Ndio Allah aliposema. Kasema vipi? Kasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ndio litaskunu. Wao ni sakana, wanatuliza. Waelewana? Wao ni sakana. Kwa hiyo huyu sisi kama sisi, hata mkikataa wanaume hatujatulia, hata mkikataa. Kwa mujibu wa aya, Allah kasema katuumbia sakana, litaskuna ilayhi.
Manake wao ndio kitulizaji chetu. Hawajijui, sio kutokujijua, hawataki kufanya kazi zao. Ndio unakuta mwanamke anakwenda kujiazirisha mbeleni huko, nakwambia sijui hivi na hivi. Wewe unakwenda kujitangaza kwamba wewe kufanya kazi yako ya kumtuliza. Allah kakupa kila zana, kakupa kila kitu cha kuweza huyu kufanyeje, kumtuliza. Lakini kwa nini sasa huyu hatulii? Kosa liko kwako. Mbona kuna mengine huyu atulia, ukitaka hasa unaotaka mwenyewe atulia mwenyewe, lakini kwa mwingine hatulii. Kwa hiyo wao ni sakana kwetu, litaskuna ilaiha. Mwanamume anatulia. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa mtoto akionekana wa kiume kidogo anataka kufanya umatata hivi, anaambiwa mpeni mke, lakini si mke tu yoyote, mke ambaye anajua kufunga. Alikuwa haambiliki, aambiwa sasa leo nataka chips, shehe atakuja nazo. Leo hapa hamu yangu leo huondoki hapa, haondoki kweli. Lakini sio haondoki hiyo, kwa mtasema mimi mbona wamzuia vipi? Jeuri. Lakini Allah kawaumba hawa wenzetu, amewapa kila zana, kama vile alivyowapa zana za ulezi, basi vile vile kawapa zana za kututuliza sisi. Kawapa zana kama vile askari field force, wana zana za kutuliza fujo. Kila zana ya fujo si wanayo. Wewe ukileta fujo, sijui kuna bomu la machozi kionekana lafanya kazi, kuna uwasho maji warushwa kule, ndio, na pengine wana na mengine. Kwa hiyo na kina mama wamepewa zana za kulelea. Mtoto akilia, shekhe wajua kumtuliza. Mimi na wewe wamjombeza mara moja, ukiona bado waendelea, mara kofi kwa. Lakini yeye kapewa ule uwezo, ataanza kumdanganya. Hapipi nini, mara anauma huyu, huyu atakuwa kajikojolea huyu, yupo ajua na zana zote yote keshamaliza, bado alia shekhe, ana bomu la machozi, akitoa hapa akimpiga nalo kwikwi, yupo maza kabisa. Sasa wewe atakulazimisha, wewe mtoto analia babake mchukue. Mimi nishambembeleza huyu, yupo lakini sasa huyu aendelea kulia. Mie sina hiyo zana, angekuwa yauzwa angekwenda kununua ziwa na mimi nikanunulia nikampa. Kwa hiyo kama walipopewa zana za kuweza kuwatuliza watoto, vile vile na sisi kwao ni watoto. Naona kama sivyo hivyo, wao hawalijui hilo tatizo, ndio maana ule utulivu haupo. Wanashindwa kujua kwamba waume, yeye anakuzingatia mwanamke, anamzingatia mwanamume, itu moja kubwa katili hivi, jitu zima. Sivyo. Wewe mwanamke ukiolewa, unatakiwa ujue kwamba wewe umepewa nini? Ulezi. Umeletewa mtoto ule, hata lina mindevu mikubwa kama yangu, huyo ni mtoto kwako. Wafahamiana? Mbona mwanitazama sana hivyo? Kwani mtoto afanyiwa yepi? Na abembelezwa mume. Haya, mtoto jengine afanyiwa lipi? Si mseme semeni anyonyeshwa au vipi? Ananyonyeshwa mtoto anakogeshwa mume vipi? Mtoto analishwa mume vipi? Lakini anakuchukulia wewe ajituzima kila kitu. Wanasikiliza bwana, na wewe waweza, una mikono kama yangu. Waelewaka? Shekhe, kama kweli mtoto akachukulia kama kwamba huyu ni mtoto mdogo, hakuchukulia mbabu jitu kubwa, hakuchukulia kama kachukua mtoto alea. Una la kusema kweli? Ukiambiwa piga pushapu hupigi? Ukiambiwa apige pushapu 10 hapo nione, basi shekhe utazipiga. Akikwambia nataka nikuone kidogo wacheza muziki kidogo, utaambia tuzamie watu huku hawanioni, basi atakutilia, amwambie wewe ndio utapiga kwa mdomo wako, shehe utacheza. Utacheza. Lakini zama watu wanasema hivi kama ustazi wao. Na matepe yao shekhe.
huko anapigiwa saluti paka tupo lakini nyumbani ana mtoto mdogo tu anayejua shehe. Tatizo watakiwa wajiongeze muda sawa. Jamani, tuna jambo kidogo tunataka tukafanye, kwa hiyo mtatusamehe, tunavunja darasa mapema. Kama kuna swali tuulizisha. Sasa tumesoma aya moja tu ndogo, lakini kuna swali? Na shekhe, tuna safari kwenda kumtembelea mwanafunzi mwenzetu inshallah. Shekhe nani yule? Shekhe Habibu. Nakumbuka siku nyingi nenda kumtembelea. Yule alikuja akapata matatizo maradhi. Habibu. Si alipata tatizo lile la maradhi yale hapo. Sio yule. Habibu yule wa zamani. Tutakuja muda mrefu kumtembelea yeye. Inshallah na safari kuungana inshallah taala kwa hiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antas-rahim. Rabbana atina fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham 'alimna ma lam na'lam. Subhanaka wa bihamdika. Tubu ilaik. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد.